Naye Suleimani alipokwisha kupakwa mafuta ili awe mfalme, akatawazwa awe mfalme baada ya Daudi baba yake. Baada tu ya kupakwa mafuta ili awe mfalme, jambo moja tu kubwa ambalo ninaliona asubuhi ya leo, na ndio somo ambalo mtumishi wa Bwana amesoma. Jambo ambalo la kwanza kabisa, na hii ndio morning philosophy, falsafa ya asubuhi na reflection ya asubuhi. How to lead the leaders. How to lead the leaders. Namna gani ya kuongoza viongozi. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 3 mstari wa 7 mpaka wa 9. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza ule mlango wa 3 mstari wa 7 mpaka wa 9, Biblia inasema hivi: na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi mtumwa wako, badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Hayo ni maombi ya Suleimani. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua. How to lead the leaders. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu walio wengi? Ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? How to lead the leaders. Hii ni falsafa kubwa sana ya uongozi, na ni falsafa kubwa sana iliyopea katika masuala ya leadership na managerial skills, ambazo wakati mwingine tunaweza tukapata shida kwenye society, na unaweza kuleta matatizo kwenye jamii. Si kwa sababu nyingine yoyote, ni kwa sababu mara unapoitwa kutumika mahali kama kiongozi, kuwa mkuu wa department, mkuu wa kitengo, kwenye idara, huko maofisini, makazini. Lakini pia mimi ni mchungaji, na naitwa mchungaji kiongozi wa usharika wa Kijitonyama. Ni mchungaji kiongozi. Lakini katika mambo ambayo ninapaswa kujiuliza, na nimejiuliza kila mara, na kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu hekima yote inatoka kwa Mungu na busara inatoka kwa Mungu. Ni muhimu sana kujua, once unapoitwa mchungaji kiongozi kama hivi nilivyo leo, lazima ujue how to lead the leaders. Wanaokuja hapa Kijitonyama Jumapili, watu wanakuja, kuna ibada zinakuwa hapa, ni watu zaidi ya 7,000, 6,000, 7,000 mpaka 10,000, mpaka wakati mwingine 15,000 kwenye ibada mbalimbali, zile ibada kubwa za mwisho wa mwaka na ibada nyingine. Lakini unapokuwa mchungaji wa usharika pia, kile ambacho najiuliza kwangu kama mchungaji kiongozi, how to lead the leaders. Wale wanaokuja kuabudu hapa ni viongozi. Kuna viongozi wakubwa tu, wengine ni viongozi wamestaafu. Wanakuja hapa, maskofu. Alikuja hapa Profesa Mdegela, amekuwa kiongozi wa kanisa, anakuja kusali, anakaa pale kwenye kiti pale, anakaa. Alafu mimi naongoza misa huku, naongoza ibada huku mbele. Alafu pia nasimama kutoa instructions mbalimbali za uongozi wa usharika, una project ya shule, una hiki, unaongoza hivi na vile. Lakini kuna mtu amekaa pale, Profesa Askofu Mdegela, ameongoza diocese, amekaa pale, ni mstaafu. Unasema nini? Nataka kuzungumza nini? Nataka kusema how to lead the leaders. Kile ambacho ninakiona kinapungua katikati ya wengi wanaopata nafasi ya kuongoza mahali popote, kwenye department zote, ni lazima kuomba Mungu atusaidie hekima kama hekima ile ya Suleimani. Hekima hii ya Suleimani alipotawazwa kuwa mfalme, swali la kwanza alilojiuliza kwenye kichwa chake, how to lead the leaders. Ninaposema kama hapa Kijitonyama leo, walio wengi ni wakurugenzi, wana makampuni yao, ni viongozi.
kwenye ofisi zao, na viongozi wa majeshi, kuna viongozi wa serikali, kuna viongozi kwenye familia. Wanaume tu wenyewe ni viongozi kwenye nyumba zao, lakini pia kuna wanawake ni viongozi kwenye familia zao. Kwa hiyo wakiketi hapa ni viongozi. Kuna walimu wakuu wa shule, kuna wakuu wa vyuo, kuna wakuu wa idara, kuna wakuu wa shule, sijui kuna vitu vingi. Wameketi kwenye viti pale, wanasubiri padri aendeshe misa, wanasubiri mchungaji aendeshe ibada na awape maelekezo. Na wako pale ni viongozi. Wengine mameja wakubwa, wanasimamia mameja wa kijeshi. Wengine madepartment makubwa kabisa, mataasisi makubwa wako pale. Wengine ni maprofesa wa uongozi. Wengine walikuwa ndio walioasisi chuo cha IDM Mzumbe, ndio waliofundisha, walioasisi taaluma ya kufundisha pale IDM Mzumbe miaka ile. Wengine wamesoma Mzumbe ikiwa inafundisha uongozi, ni wastaafu. Wengine wako pale wamekaa, wengine wakuu wa mkoa, wengine wakuu wa wilaya, ni viongozi wako pale, wanasubiri padri, wanasubiri mchungaji aendeshe misa na waongoze katika parokia. Lakini swali la msingi, how to lead the leaders. Sasa kimsingi Suleimani hakuwa kiongozi wa kanisa peke yake, alikuwa pia ni kiongozi kama president wa nchi, ni mfalme, ametawazwa, akaenda kutoa sadaka. Lakini alipoambiwa omba chochote utakacho nikupe, alianza kuomba maombi yale ambayo nimesoma. Akaomba Suleimani akasema, Mungu, unajua ya kwamba mimi ni mtoto mdogo tu, na sijui vyema jinsi nipasavyo kuingia na jinsi nipasavyo kutoka. Kwa maana nyingine alikuwa anasema mimi ni empty ndani yangu. Mindset yangu lazima itengenezwe na wewe Mungu unayeweza kuiongoza dunia ikawepo, na busara ya kuongoza iwepo. Naomba urudie ile mistari, nataka kuisoma tena, kwa sababu hapa tuna matatizo mengi ya ulevi wa madaraka, na mtu anaongoza anafikiria ndio kiongozi, ajui kama anaongoza viongozi. Na hizo ndio mistake kubwa kwenye jamii ya watu wengi. Na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi mtumwa wako, badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala jinsi nipasavyo kuingia. Mstari wa 8, na mtumwa wako yu katikati ya watu uliowachagua. Most of them ni leaders, ni viongozi, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Kama umepata uteuzi wa mkuu wa wilaya, wewe ni mkuu wa wilaya kwenye wilaya yenye viongozi, usiamke tu na kukurupuka na kutangaza tu. Watu wako pale. Kuna watu wamesoma falsafa, kuna watu wamesoma sheria, wamesoma katiba. They know how to lead. Kwa hiyo usiamke tu mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na kiongozi mwingine, sijui waziri, sijui mbunge, sijui viongozi mbalimbali, unaamka tu natoa matamko. Na haya matamko ndio yanayokwaza mioyo ya watu, kwa sababu most of people they know how to lead. They know how to lead. Kwa hiyo how to lead the leaders, unahitaji kuomba busara sana. Na katika jamii tunayoishi leo, jamii ya Kiafrika, tumeona hayo mapungufu. Most of people wanaweza wakawa ni wanasiasa, pengine wamepiga kampeni za siasa, wamechaguliwa, sawa, lakini baada ya kuchaguliwa you must go somewhere to ask nguvu ya Mungu na akili ya Mungu na uweza wa Mungu na busara, ujue vyema jinsi kupasavyo kuingia na jinsi kupasavyo kutoka. Lakini falsafa ya kujiuliza kiongozi yoyote, how to lead the leaders. How to lead the leaders. Namna gani ya kuongoza viongozi. Umetumwa mahali kwenye department, tumekutuma leo ni mkuu wa taasisi hii. Kule kwenye taasisi kuna viongozi, unawaongoza, lakini ni viongozi. Usiburute watu, usitamke tu kwa sababu unaweza kuzungumza. Usitengeneze fitina. Yani unakaa unajaribu kukunja karatasi, kule kwa mbele unageuza nyuma, kwa nyuma unageuza mbele, unakaa pale, watu wanakuangalia tu. Inawezekana wasikuambie, lakini people they know, kwa sababu hauongozi mbuzi, hauongozi ng'ombe, unaongoza watu. Na unaongoza si tu watu wa kawaida, sio kwamba unaongoza watu
how to lead the leaders. Ngoja nikuambie, busara ya kuongoza haitokani na shule. Busara ya kuongoza inatokana na Mungu. Hayo makofi hayatoshi, upige sawa sawa, yanaeleweka. Ukienda kijijini utakuta wazee wanaitwa wazee wa baraza. Yaani hawakusoma lakini waliongoza. Kuna machifu, mamangi. Sisi kule Moshi tunasema mangi, kwenye mikoa mingine waliitwa machifu. Hawakusomaga wale watu, lakini uwezo wao wa kuongoza, akina Chifu Mkwawa, uwezo wao wa kuongoza tunausoma kwenye vitabu. It's amazing. Kwa hiyo busara ya kuongoza si shule, sio makaratasi, sio degree. Ndio Suleimani akaenda kwa Mungu kuuliza busara. Kuna wazee ambao hawajui kusoma wala kuandika, lakini kwenye swala la uongozi, hata huko vijijini, akisimama huyo mzee akizungumza, akisimama huyo mama akizungumza, au huyo bibi akisimama akizungumza, habari ya hicho kijiji imeisha. Watu wote wanapiga makofi, hiyo habari imepita, kwa sababu they know how to lead the leaders. Na Suleimani akasema, kabla ya mambo yote lazima niende kwenye madhabahu, nimtolee Mungu dhabihu na sadaka, niombe kwa Mungu anijalie busara, kwa sababu kwangu mimi ni challenge. Can you imagine miaka ya Suleimani akitawazwa kuwa mfalme? Ni miaka 1000 ngapi iliyopita? Falsafa ya uongozi, anapata akili ya kwenda kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu kwenye moyo wake kulikuwa kuna swali moja tu: mimi ni mtoto mdogo, hawa watu ni wengi. How to lead the leaders? Namna gani ya kuongoza hawa watu walio wengi namna hii, wenye elimu tofauti na hisia tofauti? Unijaze na moyo wa busara, unipe hekima na akili, nijue vyema jinsi nipasavyo kuingia katikati yao na jinsi nipasavyo kutoka katikati yao. Kama Afrika tungepata viongozi, wawe wa taasisi, wawe wa kanisa, wawe wa serikali, ambao wana value na kuitafuta hiyo falsafa ya Suleimani, how to lead the leaders, wasingeongoza kama tunavyoona wanavyoongoza, au tusingeongoza kama tunavyoongoza. Kwa nini? Kuna kulewa madaraka, kuna ulevi kabisa, ulevi kuliko wa bangi. Mwalimu Nyerere alisema kuna kulewa madaraka. Unaweza ukalewa kabisa ukalewa totally kabisa madaraka, lakini usilewe madaraka. Suleimani akusaidia asubuhi ya leo, yoyote ambaye ni kiongozi kwenye department yoyote, na leo nimesema na viongozi, asubuhi ya leo Mungu akujalie busara kama ya Suleimani. Na viongozi, ayo makofi tena mengi, haleluya. Na viongozi from the family, kutoka kwenye familia, kama ni kiongozi kwenye familia, kama ni kiongozi kwenye jamii, kama ni kiongozi kwenye taasisi, kama ni kiongozi kwenye serikali, Mungu akupe kuelewa asubuhi ya leo, kujiuliza how to lead the leaders. Wewe ni mwanaume kule ndani, unaongoza, mke wako naye kule kazini ni bosi. Naye kule kazini anasubiriwa na hachelewagi, kwa sababu hakuna bosi anachelewa kazini. Kule nyumbani ni mke wako, huko kazini ni bosi anaongoza department, watu wanamfahamu. Kwa hiyo ukiwa kule usikae tu saa zote unashikilia ndevu unasema mimi ndio mwanaume. No, you must understand how to lead the leaders. Lazima ujue mimi naongozaje. Ni kiongozi kwenye saluni yake, usije ukafikiri tu labda lazima awe sijui ni mkurugenzi wa National Hospital Muhimbili. Hata anaweza akawa na saluni yake, na kule kwenye saluni ana vijana wake amewaajiri, wanamuita bosi. Kwa hiyo wewe ukiwa naye nyumbani na kule anasubiriwa, ni kiongozi, lazima ujue kwamba unazungumza na kiongozi, sio kwamba unakaa tu pale. Na ndio maana maugomvi yanatokea huko kwenye mandoa, kwa sababu you must understand how to lead the leaders. Wewe ni mzee wetu kabisa, tunakuheshimu, ni baba yetu na ni kiongozi wa familia, lakini na mimi ni mchungaji kiongozi. Alafu si hivyo tu, pengine tumezaliwa 6-7 na kila mmoja ana department yake, na yeye anaenda huko ofisini naye kiongozi. Kwa hiyo ukiwa baba yetu, ujue wewe ni baba yetu, ni mama yetu, umetuzaa, unataka kutuongoza mama Mari, unataka kutuongoza mama Manase. You must understand kwamba na sisi ni viongozi
kwenye department zetu mbalimbali. Lazima ujue, uwe na busara. Kadiri unavyozeeka, watoto wanavyokuwa, ili uiongoze familia, na wewe uombe tena kwenye familia yako. Umwambie Bwana, hao watoto sasa wameshakuwa wakubwa, wamesoma, wengine umewasomesha peke yako leadership. Kuna wengine umelipia watoto hapa leadership, wamesoma Harvard, wamesoma Uingereza, wamesoma Tanzania hapa University UDSM, wamesoma mambo ya leadership na management. Halafu wewe ni baba yake, umemlipia na ada, halafu nataka kumuongoza kilokoloko. You must understand how to lead the leaders. Lazima ujue namna gani, vinginevyo mtaleta mgogoro kwenye hiyo familia. Manake ni viongozi wenye falsafa za uongozi wengi, ni viongozi wengi wamekutana, wanataka mtu mmoja waongoze. Sasa kwenye familia kutakuwa na migogoro, kwenye jamii kutakuwa na migogoro, kwenye society kutakuwa na migogoro, kwenye taasisi kutakuwa na migogoro. Si kwa sababu nyingine, kwenye nchi pia kutakuwa na migogoro. Si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu yule anayedhaniwa kuongoza, kama hajawahi kujiuliza swali hili likaingia kwenye moyo wake, how to lead the leaders, lazima hapataweza kuwa na, hapatakosa mgogoro, lazima pawe na mgogoro. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo, na kila mmoja ni kiongozi, ninawatamkia mbaraka wa Bwana, ile hekima ya Suleimani na iwe sehemu na urithi katika maisha ya kwako. Akubariki Mungu Mwenyezi, ujue vyema jinsi kupasavyo kuingia na jinsi kupasavyo kutoka. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wachache waseme amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. How to lead the leaders.